pia tuko live. And those of you, maybe you are not linked to our page, you can link through Jesus Recreation Church Singela. We have a page in Facebook. Wale ambao labda hujapata mtandao wetu, unaweza ukapata ambao ni Jesus Recreation Church Singela, or ama log into Facebook and you search Justus Musembi. Ama ukiingia kwa Facebook unatafuta Justus Musembi. I have 2 pages in Facebook. Please, you can check which one. Kuna page mbili pale Facebook, unaweza ukaangalia ni ipi ambayo inafanya kazi kwa sasa. So there are teachings there. Kuna mafunzo pale. And we have a page in YouTube. Tuko na page YouTube. Our son, Sam is still working on the same, still developing it, and I would like it to be fully developed, that it may be a blessing to the body of Christ. Sama endelea kushughulikia, ningetaka ikuze zaidi ili iweze kuwa ya baraka. Blessed be the name of the living God. Amen. Today, leo, I want to talk something that I want to develop out of the teachings that we have read before. We've talked of redemption. Tumezungumzia kuhusu ukombozi. We have talked of the blood of atonement. Tumezungumzia kuhusu damu ya upatanisho. We've talked of all things are in Christ Jesus. Tumezungumzia kwamba vitu vyote viko ndani ya Yesu. And our first statement that we said on last Sunday, or not last Sunday actually, on Good Friday we were here. On Friday we were here, we had a service. Siku ya Ijumaa tulikuwa hapa, tulikuwa na ibada. And I say that Jesus identified himself with us in incarnation. Nikasema kwamba Yesu alijitambulisha nasi katika kufanyika mwili. He became flesh. Akafanyika mwili. He became human. Akafanyika mwanadamu. Alijitambulisha na sisi katika kufanyika mwanadamu. Bwana nisemaito kwako tweka Mungu. Na sisi tunajitambulisha na yeye. Nito tutambulisha nake katika kufufuka. Zile wako layuka. In his resurrection we are identified with him. Katika kufufuka kwake tunajitambulisha. The New Testament church was not born in the book of Acts. Kanisa la Agano Jipya alikuzaliwa katika Matendo ya Mitume. The New Testament church was born at resurrection. Kanisa la Agano Jipya lilizaliwa katika kufufuka kwa Yesu. When Jesus resurrected, he birthed a new church. Wakati Yesu alifufuka, alizaa kanisa jipya. And that church we are today. Na hiyo ndio kanisa ambayo tuko leo. We are the church. Sisi ndio kanisa that which was birthed at resurrection. Ambayo ilizaliwa wakati wa kufufuka kwa Yesu. So Jesus was in the beginning. Yesu alikuweko tangia mwanzo. He never began in the beginning. Yeye hakuanza pamoja na mwanzo. Yeye hakuanza mwanzo. Wenda mbililioni. He was before the beginning. Alikuwepo kabla ya mwanzo kuanza. So he is the agent of beginning. Yeye ndiye mwanzilishi wa mwanzo. So he is eternal. Yeye ni wa milele. And so he did not begin in the beginning. Na hivyo basi hakuanza pale mwanzoni. Because he is the beginner of the beginning. Kwa sababu ndiye mwanzilishi wa mwanzo. And so we ought to understand. Nafaa tuelewe that Jesus, na kwamba Yesu, the one who died on the cross, yule ambaye alikufa msalabani, he is God. Yeye ni Mungu. He is not a boy. Yeye sio kijana. He is not a child. Yeye sio mtoto. He is not just a commoner. Yeye sio mtu wa kawaida. He is God. Yeye ni Mungu. And he was, na alikuwepo in the beginning, pale mwanzo. So, kwa hivyo I want to talk about Christ in the beginning. Nataka kuzungumzia kuhusu Yesu ama Kristo kuanzia mwanzo. Amen. And I believe we are going to be blessed together in Jesus' name. Amini kwamba tutabarikiwa pamoja kwa jina la Yesu. Oh, hallelujah. Amen.
Hallelujah. Amen. Christ in us is the hope of glory. Kristo ndani yetu ndiye tumaini la utukufu. In the reference to Colossians chapter 1 verse number 27. Kulingana na Kolosai kifungu cha kwanza mstari wa 27. So everything that we are going to talk here is hope in Christ Jesus. Chochote ambacho tunaenda kuzungumzia hapa vyote viko ndani ya Yesu Kristo. And all the realities in Christ Jesus our Lord. Na zote ni ukweli ulio ndani ya Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. What comes in your mind when you hear someone mention the beginning? Ni nini ambacho kinakuja katika akili yako unaposikia mtu akitaja mwanzo? Na ni wachache wetu ambao tuna ule mtazamo wa ndani wakati tunakumbuka Mungu anaposema I am. Ni wachache wetu ambao tunaingia in highway, in wonder, in amazement when we hear about I am. Na ni mwitu tuigwa ilanga hiyo kuweta ukwase niwe ngai ukwila pena kusenga. Most people do not wonder of the deity of God. Wengi hawashangai na mwanzo wa Mungu. Some don't wonder to know what is this spoken about. Wengine hawaendi zaidi kutaka kujua nini ambacho kinazungumziwa. But God is self-existent God. Lakini Mungu ni Mungu ambaye yupo kwa uweza wake mwenyewe. And he is God who caused everything to be. Na ndiye Mungu aliyesababisha kila kitu kuwepo. And we are going to see God in the person of Christ even in the beginning. Na tutaenda kuona Mungu katika hali ama katika mwili wa Kristo hata kuanzia mwanzo. Blessed be the name of the living God. Amen. So in the beginning God, pale mwanzo Mungu, we see him doing and making things up and there. Tunaona akifanya na akisababisha vitu kuwepo pale. And those are the most profound words in the Bible. Na ndio maneno ambayo tunapata katika Biblia. Those are very strong words which are in the Bible. Ni maneno ambayo yana nguvu sana kutoka kwa Biblia. In the beginning, kuanzia mwanzo. The eternal God is unchangeable in all attributes. Mungu wa milele ni Mungu asiyebadilika katika hali zote. He is the Alpha and Omega. Yeye ndiye mwanzo na tena mwisho. The beginning and the end. Yeye mwanzilishi na anayehitimisha. God is infinite. Mungu yeye ana mwisho. He is eternal. Yeye ni wa milele. He is unchangeable. Yeye abadiliki. In his being, katika kuwepo kwake is wisdom. Ni hekima yake, ni power, ni nguvu, it is holiness, ni utakatifu, it is justice, ni haki, it is goodness, ni wema. Blessed be the name of the living God. Amen. And we are going to see these realities in the book of Genesis chapter number 1 verse number 2 to 4. Taenda kuona ukweli katika kitabu cha Mwanzo kifungu cha kwanza mstari wa 4. Imagine with me for a moment this story of Moses about creation. Tafakari pamoja nami hii historia ambayo inapeanwa ya mwanzo by Moses. Anapeana na Musa. The Bible says, Biblia inasema, in the beginning God created the heavens and the earth. Pale mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. And he knew it. Na alifahamu because of the self-revelation of God of who he is. Kwa sababu ya ufahamu ama ya ufunuo wa kile yeye alicho. Moses had the revelation of God in who God is. That is why he says, in the beginning God created the heavens and the earth. He knew it. Musa alikuwa na ufunuo wa kile Mungu alichojua, maana anasema tangia mwanzo aliumba mbingu na nchi. Because he had the self-revelation of God in him. Kwa sababu alikuwa na ufunuo wa Mungu ndani yake. See what he says. Angalia kile ambacho anasema. The earth was formless and void. Dunia ilikuwa haina. Do you have a Bible? You can't move without a Bible. You can't. Because we are reading in Genesis chapter 1 verse 2 to 4. There is a big house. Genesis chapter 1
verse 2. We are reading this, just follow what I'm reading. I'm saying this, that the earth was formless and void. And darkness, let me read and you read later. And darkness over the surface of the deep. And the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Then God said, let there be light. And there was light. God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. Mwanzo kifungu cha kwanza kuanzia mstari wa 2. Na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Amen. Amen. Those opening words in the book of Genesis, ayo maneno ya kwanza pale katika kitabu cha Mwanzo, tells us about Moses' view of creation. yanatufahamisha kuhusu mtazamo wa Musa kuhusu uumbaji And the sovereignty of the Creator over all His creation. na uwezo wa muumbaji juu ya umba wote. God created the entire world and everything in it. Mungu aliumba dunia yote na chochote ambacho kimo ndani yake. And since God created all things and all things exist in Him, na kwa sababu Mungu aliumba vitu vyote na vyote vimo ndani yake, we can clearly say that there are no idols. tunaweza tukasema vizuri ya kwamba hamna sanamu, because He is God who created everything. No idol created anything. No, nothing else that existed outside the sovereignty of God. kwa sababu ni yeye aliyeumba vyote. Hakuna sanamu ambaye aliumba vyote. Chochote ni yeye ambaye ametokana na vitu vyote. Hallelujah. Amen. God is the creator. Mungu ndiye muumbaji. And we are going to see the details as I enlighten about Christ even in the beginning. Tutaenda kuona maelezo zaidi. Please pay attention. Kwa hivyo kuwa makini. Now we check in the book of John chapter 1 verse number 1 to number 5. Angalia katika kitabu cha Yohana kifungu cha kwanza. In the beginning was the Word. Tangia mwanzo neno lilikuwepo. So, Apostle John contemplated creation and he wrote under the inspiration of the Holy Spirit. Mtume Yohana akaandika kuhusu uumbaji kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. And he said, na akasema, in the beginning was the Word. Hapo mwanzo kulikuwako neno. And the Word was with God. Naye neno alikuwako kwa Mungu. And the Word was God. Naye neno alikuwa Mungu. He was in the beginning with God. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. All things came into being through Him. Vyote vilifanyika kwa huyo. And apart from Him, nothing came into being that has come into being. Wala pasipo yeye alikufanyika chochote kilichofanyika. In Him was the light, and the light was the light of man. Ndani yake ndimo ulikuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. The light shines in darkness, and the darkness did not comprehend it. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza haikuiweza. Just stay there with me. Mtu pale mbakia pale pamoja nami. Okay, now in the same context that we have just read. Katika tu pale ama pale tu ambapo tumesoma. Actually today we are doing a Bible class. Leo tunafanya darasa ya Biblia. Bear with me. Kwa hivyo utavumiliana nami. I want to highlight on some issues here. Kuna mambo ambayo nataka tuweze kuyaona hapa. On the person of Christ. Kuona Yesu katika hali ya mwili. That you may understand when we say that He came, He is our Savior, He is our Redeemer, I am born again, you know who we are talking about. Ili uweze kuelewa wakati nasema kwamba yeye ndiye mwokozi wetu aliyekuja katika hali ya uelewe nini ambacho kinazungumzia. Alafu uelewe pia kwamba when the Bible is talking about God the Father
He's not sidelining God the Son, and he's not sidelining God the Holy Spirit. They work together. He is one God in 3 persons. Na uelewe kwamba wakati Biblia inazungumzia kuhusu Mungu Baba, haijamuondoa Mungu Mwana. Inapozungumzia kuhusu Mungu Mwana, haijaondoa Mungu Baba na Mungu Roho. Ama inapozungumzia kuhusu Roho, haijaondoa Mungu Baba na Mungu Mwana. Zote zinafanya kazi kwa pamoja. So with me, when you have just read, substitute the name Christ in the place of the world. Read with me. Pale tu ambapo tumesoma, substitute the name Christ in the place of the world. And it reads like this. Uchukue Yesu katika umweke pale ambapo unazungumziwa neno. In the paragraph that you have just read. Ndio vifungu tu ambazo tumesoma. Amen. And it's going to be a blessing as we read together in Jesus' name. Itakuwa baraka tunaposoma kwa pamoja kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. So listen to what it reads for me. In the beginning was the second person of the Godhead, Christ. In the beginning was Christ. And the Christ was with God. Naye Kristo alikuwako kwa Mungu. And the Christ was God. Naye Kristo alikuwa Mungu. Christ was in the beginning with God. Kristo huyo alikuwako mwanzo kwa Mungu. All things came into being through Christ. Vyote vilifanyika kupitia Kristo. And apart from Christ, nothing came into being that has come into being. Wala pasipo Kristo alikufanyika chochote kilichofanyika. You listen with me? Unasikiza? In Christ was life. Ndani ya Kristo ulikuwamo uzima. And the life was the light of men. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Christ the light shines in the darkness. Yesu nuru anang'aa gizani. And the darkness did not comprehend it. Wala giza haikumweza. So what do you see there? Ni nini ambacho unaona pale? You substitute where the word is mentioned with Christ. What do you see there? Unaondoa pale ambapo neno imetajwa, unaweka Kristo. So in the text where we have read in the book of John, how do you see it in Genesis chapter 1? Katika kifungu ambacho tumesoma pale, unaona aje ukilinganisha na mwanzo kifungu cha kwanza? In Genesis chapter 1, what do you see there? Kifungu cha kwanza cha mwanzo, nini ambacho unaona pale? In the beginning, God created. Pale mwanzo Mungu aliumba. So what do you see there? Ni nani ambaye unaona pale? Blessed be the name of the Lord. What do you see in the beginning now? Ni nini ambacho unaona pale mwanzo? Na wakati Mungu anasema let there be light. Ilanga hiyo kwanza na kweli wanateni. What do you see there? Ni nani ambaye unaona pale? Are we together? Ama mshapotea niko peke yangu? Tuibamwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. The Bible says, God said let there be light. And there was light. And God saw that the light was good. What do you see there? Nini ambacho unaona pale? Ukiwa na mawazo ya kile umesoma in John chapter number 1. Uona Biblia sema kila wasoma neno wa Yohana kilichambe. Moses in the book of Genesis is talking about salvation.
Musa katika kitabu cha Mwanzo anazungumzia kuhusu wokovu. The intention of God for humanity. Kusudi la Mungu kwa wanadamu. Moses had a revelation of the Christ who was to be manifest physically in the New Testament. Musa alikuwa na ufunuo wa Kristo ambaye alikuwa afunuliwe katika Agano Jipya. And John reveals the deity of Christ. Na Yohana anaonyesha kuwepo kwa Kristo. Uungu wa Kristo. Anaonyesha uungu wa Kristo. In his gospel according to John chapter 1. Katika kitabu chake cha Yohana kuanzia kile kifungu cha kwanza. And in our substitution we see that he's talking about Christ in the beginning, not just the word. Na kwa kuweka Kristo pale kwenye neno tunaona kwamba anazungumzia Kristo pale mwanzo wala sio tu neno. So Christ is the creator of everything that is mentioned in Genesis chapter 1. Kristo ndiye muumbaji wa kila kitu ambacho kimetajwa katika Mwanzo kifungu cha kwanza. Or rather, Christ is the person of God that is clearly seen in scriptures. Ama kwa neno lingine, Kristo ndiye mtu ambaye anaonekana katika maandiko. The Bible says, Biblia inasema Christ is the physical image of the invisible God. Kwamba Kristo ndiye onyesho la Mungu asiyeonekana. You ask me person, where you going? There's somewhere I'm going. Follow me and we are going to be blessed together in Jesus' name. Na mahali tunaelekea, fuatilia na utabarikiwa kwa jina la Yesu. So in our text whereby we have substituted, katika kifungu chetu ambacho tumesoma na tukaweka Kristo pale kuna neno. We have seen that in the beginning was Christ. Umeona ya kwamba pale mwanzo Kristo alikuwepo. Christ was with God. Kristo alikuwa na Mungu. Christ was God. Na Kristo alikuwa Mungu. Christ was in the beginning with God. Kristo alikuwepo mwanzo na Mungu. All things came into being through Christ. Vitu vyote vilifanyika kupitia yeye. And apart from Christ nothing came into being that has come into being. Na wala pasipo yeye hakuna chochote kilifanyika ambacho kipo leo. And in Christ was life. Na ndani ya Kristo kulikuwa na uzima. And that life was the light of man. Na huo uzima ilikuwa ni nuru ya watu. Walk with me. Endelea pamoja nami. We're going to be blessed together in Jesus' name. Tabarikiwa kwa pamoja kwa jina la Yesu. Oh, John takes us back into time of creation. Yohana aturudisha nyuma pale wakati wa kuumbaji. When he talks of in the beginning, anapozungumzia kuhusu pale mwanzo. He is speaking of the eternity before time was created. Anazungumzia kuhusu umilele hata kabla ya wakati kuumbwa. Yohana through the Spirit of God kupitia Roho wa Mungu is mentioning Moses, anamtaja Musa, and this is eternity before time was created. Na huu ni umilele kabla ya wakati kuumbwa. Look here. Angalia hapa. Time and season began in the beginning. Wakati na majira yalianzia mwanzo. Before beginning was eternity. Kabla ya mwanzo ulikuwa ni umilele. And God himself cannot be governed by time and seasons. Na Mungu mwenyewe hawezi akatawaliwa na wakati na masaa. God is outside time and season. Mungu ako nje ama ako nje ya masaa. Because it does not begin in the beginning, neither end in the ending. Yeye aanze katika mwanzo wala aishi katika mwisho. Even we who are created in his image. Hata wale ambao sisi tumeumbwa katika sura yake. When we get born again, we are the beginning of our life of eternity, but we don't have an end of our life eternity. Tunapozaliwa ndani yake tuko na mwanzo wa maisha milele, lakini hatuna mwisho wa maisha ya milele. Because we insist and consist we are alive in him who has no beginning, who has no end. We may have a beginning of our eternity, but we do not have an ending of our
na tuna maisha yetu ndani yake ambaye ana mwanzo wala hana mwisho. Tunaweza tukawa na mwanzo lakini hamna mwanzo, hamna mwisho. Unapoongelea eternity, take out of your thoughts about time, because eternity is absent of time. Ila unene ulua tena na tena betanga masaa ndo tena na tena wenza wa masaa. We may have a beginning of our eternity, but we will not have an end, because we have begun in him. We will continue forever in him. Tunaweza tukawa na mwanzo wa milele wetu lakini hatutakuwa na mwisho wa milele, maana tumeanza ndani yake ambaye ana mwisho. So John is speaking about eternity before time, because time was created in the beginning. There was a day, there was a night, there was wakati wa jua na wakati wa mwezi. Yohana anazungumzia kuhusu umilele kabla ya masaa kuumbwa, maana masaa yanaumbwa kunakuwa na usiku na mchana. It is Christ in the beginning who separated day and night. Ni Kristo pale mwanzo ambaye anatenganisha usiku na mchana. Because he is outside time. Maana yeye ako nje ya masaa. So he created time in the beginning. Aliumba masaa pale mwanzo. Days began to count in the beginning. Siku zikaanza kuhesabika pale mwanzo. Before beginning there was no days, there was no time. Kabla ya mwanzo kuwepo hukuwa na masaa. And we are thinking about this Jesus. Na tunafikiria kuhusu huyu Kristo. Who began the beginning and himself was in the beginning. Yeye aliyeanza mwanzo na yeye mwenyewe alikuwa katika mwanzo. If we talk of this Jesus to be our Lord and our Savior, tunapozungumzia huyu Kristo kuwa mwokozi wetu, we are talking of the monarch of the universe. Tunazungumzia kuhusu mwanzilishi wa dunia nzima. And when we talk of he is the Lord, our Savior, na tunapozungumzia kwamba yeye ni Bwana mwokozi wetu, he is the light of man. Yeye ndiye nuru ya watu. He is the life of man. Yeye ndiye uzima wa watu. In the beginning he is mentioned. Pale mwanzo anatajwa. And in the New Testament he is mentioned. Na katika Agano Jipya pia anatajwa. Which means kumaanisha he is the creator of humanity. Yeye ndiye muumbaji wa wanadamu. And he is the redeemer of humanity. Na ndiye mkombozi. His name is Jesus. Jina lake ni Yesu. He is before time. Yeye alikuwepo kabla ya wakati huo. When we are thinking about Jesus, tunapofikiria kuhusu Yesu and about salvation, na kuhusu wokovu, think big. Fikiria kupana. Amen. Amen. Because we may belittle Jesus in our thinking as if he begins in John chapter 1. Tunaweza tukamfanya Yesu kwa mdogo kana kwamba anaanza pale katika Yohana kifungu cha 1. Jesus does not begin in the incarnation. Yesu aanzi katika yeye kufanyika mwili. He was in the beginning. Alikuwepo. When we have the mindset as a church that Jesus began in the Gospel of John, tunapokuwa nafikira kwamba Yesu alianza katika kitabu cha Yohana, we miss the person of Christ. Tunakosa Yesu katika ubinadamu. In the entirety of our livelihood as Christians. Katika maisha yetu yote kama Wakristo. Mambo madhabaya ndio mama milioni. Na mambo madhakanawe dame niliyathina wa kukua mwe. Na ashawa na ekaladayo. Na binadimweza ukwa na adibwa na adayo kwa tuamona na medoma. Yona mention being incarnate. We will not carry him in who he is and what he is and what he has done in the creation and what he has done in our lives. Ukimuona kana kwamba anaanzia pale Yohana anapomtaja, hatutamuona kama mwokozi wetu na hatumbeba vile inavyopasa. John is so present that he knows that he was. Yohana anajua kwamba yeye alikuwepo. And he mentioned him in the word. Anamtaja katika neno. What we call logos. Blessed be the name of the living God. Amen. Logos, God, man, God. Mungu kuwa mwanadamu na Mungu na mwanadamu kuwa katika Mungu. When we miss
Yesu hapa anapokufia ndio kama Mungu. Maana kwanza alikumba na akakufa kwa ajili yako. Wamuonaye Mungu wako. Ukamwona akiwa muumbaji wako. Kuanzia mwanzo. Wamuonaye Mungu wasinusonde in the beginning. Ukiona akiwa muumbaji wa vitu vyote tangia mwanzo. You will not devalue him when it's time for you. Hautaondoa udhamani. Hautaona kama kijana aliyetokea akufie. Ndio kama atakamwana komile kanacho. You will carry with the reference that he created you, he fashioned you, he did you beautiful, he did everything in the details even before you knew it, and he goes ahead after your disobedience, he dies on the cross, and after dying on the cross, he has ascended on high, and when he is seated with them that believe in him. Amen. Hallelujah. Amen. Are you able to go that far? Hold it. Blessed be the name of the living God. Amen. So, we don't see Jesus beginning in the New Testament. Atuoni Yesu akianza katika Agano Jipya. He was in the beginning. Alikuwepo tangia mwanzo. So everything that we see, Kila kitu ambacho tunaona, he is the ancient of creation. yeye ndiye mwanzilishi wa uumbaji. Nothing is without him, Hakuna kitu ambacho kipo leo pasipo yeye. including your personality. Hata wewe binafsi. Never Mungu wako. Yeye ndiye muumbaji wako. Is the life of man in the beginning. Yeye ndiye uzima wa wanadamu pale mwanzo. Tangu mwanzo. Tangia mwanzo. Can I surprise you? Shangaze. Genesis chapter 1 verse number 26 is not speaking of you, it is speaking of Jesus. Mwanzo kifungu cha kwanza mstari wa 26 haizungumzii wewe, inazungumzia Yesu. Blessed be the name of the living God. Amen. Jesus Yesu is the image of God. yeye ndiye sura ya Mungu. Is the likeness of God. Yeye ndiye mfano wa Mungu. He is God. Yeye ndiye Mungu. He is the invisible personality of God. Yeye ndiye Mungu. Yeye ndiye mfano wa Mungu asiyeonekana. Ndiye sura ya Mungu asiyeonekana. Ndiye sura ya Mungu asiyeonekana. Let me continue. When I feel like to speak is when I see the time is far much spent. Oh, hallelujah. Amen. So, in the beginning, Pale mwanzo, as John is putting it, he's talking of eternity before time was created. kama vile Yohana anazungumzia kuhusu milele kabla ya wakati kuwepo. So John takes us into the mind of eternal triune of God. Yohana anarudisha katika fikra ya Mungu kuhusu milele. The Trinity of God is. Utatu wa Mungu. He begins by telling us that Jesus is God manifest in the flesh. Anaanza kutuambia kwamba Kristo ni Mungu akifunuliwa katika mwili. Are you following me? Unafuatilia? That is actually what he begins by telling us. Hiyo ndio anaanza kwa kusema. He begins by telling us that Jesus is God manifest in the flesh. Anaanza kufahamisha kwamba Kristo ni Mungu akifunuliwa katika mwili. How? Aje. God came to us in the incarnation. Mungu alikuja kwetu kwa njia ya mwili. The words and the works of Jesus kazi ya Kristo are well displayed in the book of John chapter 1. Yanaonyesha vizuri katika kitabu cha Yohana kifungu cha kwanza. That is what we call the logos, the word. Hiyo ndio tunaita Mungu katika mwanadamu. And these words, or these realities, na huu kweli is God becoming man, not man becoming God. Ni Mungu akifanyika mwanadamu, sio mwanadamu akifanyika Mungu. So even when we see the book of Genesis chapter 1, hata tunapoona katika Mwanzo kifungu cha kwanza verses 26, we don't see God, man becoming God. Mstari wa 26 atuoni mwanadamu akifanyika Mungu. But we see the book of John, God becoming man. Lakini naona katika kitabu cha Yohana Mungu akifanyika mwanadamu. All for our sake. Kwa ajili yetu.
God became man to identify himself with our humanity. Mungu alifanyika mwanadamu ili kujitambulisha na ubinadamu wetu. That he simplified his work of redemption by becoming man. Alirahisisha kazi yake ya ukombozi kwa kufanyika mwanadamu. And God came as God to redeem us. It would not have been easy. Kama Mungu alikuja kama mwanadamu kutukomboa sisi, haingekuwa rahisi. If God would be crucified as God in who he was in the beginning, kama Mungu angesulubiwa kama Mungu bila alivyokuwa tangia mwanzo, God restrained himself. God controlled himself. Look here. God controlled himself into becoming man. Mungu alijizuia. Mungu akajizuia akakuwa mwanadamu. Ngai esi yanenye atwe kamundu. Imagine he controlled himself. He contained himself. Ngai tungilana twikamu. Akajirudisha na akawa mwanadamu. Nondo kela okia kwamba ngai bakuni ya mzumanze. Angekuja asulubiwa akiwa Mungu, wangepigilia msumari wa ngai yetungana yetungila na eni bya akwiye mundu nike. God loved you, that he demonstrated his love when you were a sinner. Akiwa Mungu akajirudisha akafanana na mwanadamu ili akuokoe ukiwa pale mwenye dhambi. Angetuokoa akiwa Mungu. Ndiye atutangia engai. Sijakalanzi yakewe. Angalia kile ambacho naona. Tungana eni bya na yetungila. Akajirudisha. Engai yeni bya ane wa mundu. Akiwa Mungu akajifanya mdogo akatoshea ndani ya mwanadamu. Nobody could put God into a man. It was himself putting himself into a man. Hakuna mtu ambaye angeweka Mungu ndani ya mwanadamu, ni yeye mwenyewe Mungu alijiweka ndani ya mwanadamu. And it was God who took himself to the cross. No man could crucify God. Na ni Mungu mwenyewe alipeleka msalabani, hakuna mwanadamu angemsulubisha. Why am I saying this? Kwa nini nasema hivi? Because sababu he identified himself fully with humanity. Alijitambulisha ukamilifu na mwanadamu. Though he was God fully, he became human fully, for that he might identify himself fully with humanity, that humans can crucify one in human body. Alikuwa Mungu kamilifu, akajitambulia mwanadamu kamilifu ili afie mwanadamu. Human being could not crucify divine God in who he was before. Mwanadamu angeweza kumsulubisha Mungu katika uungu wake alivyokuwa. He became flesh, that he humbled himself, that man can get hold of him and crucify him. Alijinyenyekeza kuchukua mwili ili wanadamu waweze kumsulubisha. Because the essence of his coming was not the birth. The essence of his coming was not miracles that he did. The essence of his coming was to be human, that humanity can take him and crucify him, that divinity may come into humanity, that people may live for God. Sababu yake ya kuja haikuwa azaliwe ama afanye miujiza, ilikuwa afanyike mwanadamu ili aweze kukombolewa, ili uungu wa Mungu uje katika mwanadamu. Alijivua uungu wake akajibadilisha ubinadamu, ndiposa ubinadamu umuingie na uungu wake uingie binadamu. Yeye ungai wake na eke au mundu ni kana ndilo wa mundu wake ungai ulikendeni wa mundu. You know what he said in the beginning, see God. Christ Jesus creating you. Naposema Mungu pale mwanzo ona Kristo alikuumba. And he becoming human because of me. Na yeye kufanyika mwanadamu kwa ajili yangu. Sometimes I wonder and I ponder and I say, Jesus, are you serious? Wakati mwingine wanashangaa, nauliza Yesu, kweli? You went to go through all this because of me. Ulikuwa upitia haya mambo yote kwa ajili yangu. What manner of love is this? Ni upendo wa kiasi gani That you humble yourself. kwamba ulijinyenyekeza. Being God.
Ukiwa Mungu, you took human body that is mortal, full of weaknesses and defeats and limits. Ukachukua mwili wa wanadamu ambao umejawa na mahitaji, and you humbled yourself. Na ukajinyenyekeza. And being God, na ukiwa Mungu, being God, ukiwa Mungu, you did let man get hold of you. You did. Ukaruhusu wanadamu wakushike. Humble yourself and allow men get hold of you. Ukajinyenyekeza na kukubalia wanadamu wakushike. And to make it interesting, they nailed you. Na kufanya mambo kwa mazuri zaidi, wakakupigilia misumari. And they lifted you, God. Na wakakuinua juu. Why you see what I'm saying? Unaona kile ambacho naona? They lifted God up there. Wakamuinua Mungu juu. And they are calling him names. Na wanamuita majina. If you are God, kama wewe ni Mungu, as he is not, ni kana kwamba yeye siye. get yourself up there. Jiondoa majikomboe kutoka pale. And the thieves, na wezi, what they say, you get hold yourself out of there and do as the same. Mmoja anasema jiondoe pale hata nasi pia utuondoe. And the other thing we say, na mwizi ule mwingine akasema by revelation, kwa ufunuo, we have rights of this. Sisi tunastahili. Tuna haki. Sisi tuna haki. But he doesn't have haki. Na haki, lakini yeye ana haki. Yes, God. Yeye ni Mungu. He has allowed men to get out of him. Amekuruhusu wanadamu wamshike. Nyinyi mnaona upendo wa Mungu vile ulivyo mkuu. This thing is deep in me. I feel it. It is too weight. Hii kitu ni mzito. Weighty. Hii kitu ni mzito sana. He humbled himself. Alijinyenyekeza. And he allowed men to get out of him. Akaruhusu wanadamu wamshike. It's only Friday that we remember that he died. Ni Ijumaa tulikumbuka kwamba alikufa. But do we remember him only in Easter? Lakini tunamkumbuka tu siku ya Pasaka. Yes, God. Yeye ndiye Mungu. Allow me to go deeper, please. Kubalishe twende zaidi. Allow us to go deeper. Kubalishe tuingie zaidi. So John is beginning by telling us. Yohana anaanza kwa kutufahamisha of eternal attributes. Ya kuhusu asili tabia za milele ama asili za milele. Amina. So he came to us in the incarnation. Alikuja kwetu kwa njia ya mwili. As I said on Friday, that he identified himself with us in the incarnation. Alijitambulisha nasi kupitia mwili. So Christ, kwa hivyo Kristo is God man. Ni Mungu katika mwanadamu. Ni Mungu mwanadamu. Ni Mungu mwanadamu. Christ is God man. Kristo ni Mungu mwanadamu. Not man God. Sio mwanadamu Mungu. God man. Ni Mungu mwanadamu. So Christ, kwa hivyo Kristo, the Logos, ambaye ni Mungu mwanadamu, did not at some point in the past come into being. Yeye hakutokea tu mahali. He was in the beginning. Alikuwepo kabla ya mwanzo. Glory to God. Amen. So God the Father, Mungu Baba, I'm seeing the text of John. Bado niko pale katika Injili ya Yohana. God the Father and the Son, Mungu Baba na Mungu Mwana and the Holy Spirit na Roho Mtakatifu have always been in existence and were not created. They were not created. Wamekuwepo na hawakuumbwa. So God the Father, God the Son, God the Holy Spirit have existed eternally in fellowship with one another in the beginning. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu wamekuwepo kwa ushirika tangia mwanzo. And I want you to write this. Nataka uandike hili. It's very key. So the terminology logos, ilo neno logos, applied to Christ exclusively, not to any other being. Lilifanyika kwa Kristo peke yake, sio kwa kiumbe kingine. So logos applies to Christ only.
Mungu ama hilo neno logos lilifanyika kwa Kristo peke yake. There is no any other being that has that attribute. Hakuna kiumbe kingine ambacho kina hiyo asili. So the logos applies to Christ exclusively. Only in Christ. Kwa hivyo inafanyika tu kwa Kristo peke yake. Now the only possible personification of the word of God, because now when we see tunapoona, when we see in the book of John, tunapoangalia kitabu cha Yohana, it does not say in the beginning was the word of God. Hajasema hapo mwanzo kulikuwa na neno la Mungu. He said in the beginning was. Anasema hapo mwanzo kulikuwa. So he has not personified the word. Kwa hivyo hajafanya neno kuwa mwili. The only personification that you say like inatajwa like kama kitu I don't know how to put it, kama kitendo kufanyika mwili ambao na look here, look, see with me where we are reading the book of John. We say in the beginning was the word. Nasema hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. It does not say in the beginning was the word of God. He said it was the word. Hajasema hapo mwanzo kulikuwa kwa neno la Mungu, amesema kulikuwa kwa neno. Look, it's like when we say, ni kama tunaposema Christ has power. Kristo ana nguvu. We normally say Christ is the power. Nasema Kristo ndiye nguvu. And if there is power, na kama kuna nguvu is in him, ziko ndani yake. Unanipata sasa ni katika tafsiri. So, kwa hivyo the word is not in Christ. Neno alipo ndani ya Kristo. Yes, yeye ndiye the word. Neno. Power is not in Christ. Nguvu aziko ndani ya Kristo. Yes, the power. Yeye ndiye nguvu. Grace is not in Christ. Neema haiko ndani ya Kristo. Yes, grace himself. Yeye neema. Blessed be the name of the living God. Amen. Now you see what I'm saying. Look with me in the book of Hebrews chapter 4 verse number 12. Kitabu cha Ibrania fungu cha 4 mstari wa 12. Can you read it, sir? Maana neno la Mungu ni hai. Waebrania kifungu cha 4 mstari wa 12. Maana neno la Mungu ni hai. Tena lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Sasa huo mstari katika yale tumetangulia kusema, what picture does it come to you by that verse? Ni taswira gani ambayo inakuja kwako kupitia ule mstari? You know, when we say that we have substituted where we see the mention of word with Christ. Naposema tumeondoa pale ambapo kuna neno tunaweka Kristo. Now, what does this now what picture does it give us? Picha gani ambayo tunapata hapa? When we say, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart.
What do you understand there? Unaelewa nini hapo? Si neno la Mungu ni nani? God man, Logos. And he's saying it's quick, it's sharper Ina ukali than any two-edged sword. pita panga katao kuwili. What picture do you get from that? Ni picha gani ambayo unapata hapo? See, I'm teaching. What picture do you get there, please? Can I get someone to try? What picture do you get there? Ni picha The Bible gani says unapata? that Biblia inasema the word of God is quick, neno la Mungu it is sharper than any two-edged sword. lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili. What do you understand by that? Unaelewa nini kupitia hiyo? Bwana asifiwe. Yes, please. Right. Uh-huh. The Bible, okay, this verse has told us that the word of God is quick and powerful. Mm-hmm. And actually we've seen that Logos is the written word of God. Mm-hmm. So now it's quick and it's powerful. So this is Christ. Jesus. It's written of. Of Christ. Mm-hmm. Yeah. So, what are we seeing? So it talks about Christ. It talks about Christ. So, it's talking about Christ. Yeah. So, in your Bible, how can you speak it? Substitute. Alright. Now in my Bible. Yes. For God is big and powerful and sharper than any great sword. Christ, for Christ is big and powerful and sharper than any great sword. And you see now you are able to begin to see in the light of the word. Are you getting what you are doing here in the front? Somebody mwambia akisoma kile agombe. Wewe tunage bije Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio soma hata school ku. Wewe hata wewe. Alimuwaza au wangu wewe tuna na gombe abebe tobe. Bwana asifiwe sana. Amen. So you'll be able, when you hear the word being mentioned, Unaposikia neno likitajwa, now when you do your own study, when you are reading through the word, unapofanya masomo yako, you'll be able to define the word correctly in the light of Christ. utaweza kutambua neno vizuri katika nuru ya Kristo. Because that is very key. We need to have that. Nafaa kuwa na hiyo. Blessed be the name of the living God. Amen. Makala Bozaya. There's something I'm looking for to your help. This is beautiful. So we know that Christ is not only pre-existent to creation. Unajua kwamba Kristo tu hakuwa ama hakuanza katika uumbaji. Christ is not only a pre-existent to creation, and hakuwa peke yake tu mwanzo kabla ya uumbaji. Kristo ndiye watu bebo kandini wa umbi. He is eternal God. Yeye ni Mungu wa milele. He is God eternally. Na ni Mungu wa milele. He doesn't have a beginning. Yeye ana mwanzo. He was in the beginning. Alikuwepo. So he is not beginning in the beginning. Yeye aanzi katika mwanzo. And it does not begin when he is being mentioned as word. Na ajaisha anapotajwa. Ajaanza. Na nanaanziela wawe totandeto. Amen. Amen. Allow me to take you deeper because I have some text here to read, please. So also we've seen Moses.
tumeona Musa. We are just laying a foundation here. We've seen Moses. Tunaweka msingi, tumeona Musa, We have seen John. tumeona Yohana. Then we see Paul. Tunaweza tukaona Paulo. Let us see Paul. Tuone Paulo. We still have a deeper explanation of scripture. Yeye pia ana maelezeo zaidi ya maandiko. So also Paul has expressed his conviction about Jesus Christ. Pia Paulo ameelezea kuelewa kwake kuhusu Kristo Yesu. Did you know in Colossae, in Colossian church, Paul met philosophers and he talked to them deep things of God. Unajua kwamba Paulo alipoenda Kolose alipatana na wasomi na akanena nao mambo ya ndani. Remember, Paul did not interact with Jesus, face to face during his ministry or not. Leo kwamba Paulo hakupatana na Kristo mwili kwa mwili alipokuwa akifanya huduma yake hapo ulimwenguni. Paulo ni msomi. Paulo ni msomi. And through the revelation in the power of the Holy Spirit, he understood Christ more effectively and in a better way than all the disciples, all the apostles. Kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu alimuelewa Kristo kupita mitume wote. Alimuelewa Kristo kuliko mitume waliokaa na Yesu macho kwa macho. Amaelewa Kristo kupita atumelame kalite na Yesu. Paul has explained Christ clearly more than any apostle. Paulo ameelezea Kristo kupita mtume mwingine yote. In his earthly ministry, he did not interact with Jesus. Katika huduma yake hapa duniani yeye hakupatana na Kristo kwa mwili. Paulo anakutwa na Yesu akienda kutesa kanisa lake Kristo baada ya Yesu kupaa akiwa ameshamaliza kazi. Kwa maana Yesu Paulo aendelea kutesa kanisa na wa Yesu kukua ulikuwa hapa na kuambata. And when he received the message of the cross, na alipopokea ujumbe wa msalaba, he understood Christ more than any other. Akaelewa Kristo kupita mtu mwingine. He could convince even philosophers. Angeweza hata kuwachanganya governors, leaders, viongozi. The Jews would bow to listen to this man. Wayahudi wangeketi na kutii kumsikiza huyu. Because he humbled to receive from above. Maana alinyenyekea kupokea toka juu. Look what he says. Angalia kile ambacho anasema. In the book of Colossians chapter 1 verse number 15 to 20. Katika kitabu cha Wakolosai, Paul is saying these words. He's talking to philosophers at Colossae. Colossae. Anazungumza na Wakolosai. The philosophers at Colossae, they were not just normal people. They were people with their own ideas, people who had built their own philosophies, and they knew their ways, the things their way, their thoughts their way, and he is here convincing them that there is Christ. Walikuwa na watu ambao walikuwa na masomo yao na idea zao kuhusu mambo, na Paulo akuwapa kuchanganya ama kunena kinyume na yale mambo waliokuwa wanajua. Look what Paul says. Ndio kile Paulo anasema. That Christ is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Colossians 1. Kifungu cha kwanza kifungu cha 10 na mstari wa 15. Naye ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. For by him all things were created. Kwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Are you seeing something in relation to John? Peke Luke na tulingana na kila tuanze leo kwa John. Are you seeing some light there? Na kitu ambacho unaona hapo. Yohana amesema kwamba all things were created by him. Paul also is saying all things were created by him. Okay. And Paul continues saying both in heaven and on earth, visible and invisible. And he continued to say whether thrones or dominions or rulers or authorities. Anaendelea kusema vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au all things have been created through him and for him.
Vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake na kwa ajili yake. To say he is before all things, is it not the same as to say in the beginning? Kusema kwamba yeye alikuwepo kabla ya vitu vyote ni sawa na kusema kwamba Revelation is working here. Funuo hapo nafanya kazi. He is before all things, and in him all things hold together. All things hold together. He is holding all things together. Alikuwa kabla ya vitu vyote na vitu vyote ushikana katika yeye. He is the glue. He is the super glue which holds all things together. Ndiye ameshikanisha vitu vyote pamoja. He is also the head of the body, the church. He is, and he is the beginning, the firstborn from the dead. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa, naye ni mwanzo na ni mzaliwa kutoka wa kwanza katika wafu. So that he himself will come to have first place in everything. Ili kwamba awe mtangulizi katika yote. For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in him. Kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae. And through him to reconcile all things to himself, having made peace through the blood of his cross. Through him, I say, whether things on earth or things in heaven. Na kwa yeye kuipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Amen. Amen. That is very key. Are you seeing some light here? Unaona nuru fulani hapa. Okay. Now on Friday I said something very key that we want to remind all of us, and also to speak it because some of us are not present. Ijumaa lazima kitu ambacho nataka kuseme na pia kukumbusha na wajua wale labda hawakuwepo. The Bible says, Biblia inasema that Jesus humbled himself according to Philippians chapter 2 verse number somewhere there. There is a verse which says that he humbled himself, even died dead on the cross. Kuna Biblia inasema kwamba kulingana na Filipi kifungu cha 2 kwamba alijinyenyekeza hadi kifo cha msalaba. And God has given him name above all names. Na Mungu amempa jina ambalo liko juu ya majina yote. The name above all names. Jina ambalo liko juu ya majina yote. Look at what it says. Verse number 9 of Philippians chapter 2 verse number 9 says, wherefore God also has highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and the things in the earth and things under the earth. Wa Filipi kifungu cha 2 mstari wa 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipatalo kila jina. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vyote mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. When the Bible says inaposema that it pleased, when we have just read in the book of Colossians, pale ambapo tunasoma katika kitabu cha Wakolosai, that it pleased God, na kwamba ilimpendeza Mungu. It was God good pleasure, ilikuwa ni Mungu kupendezwa, that the fullness of God to dwell in Christ in full, ya kwamba ukamilifu wa Mungu ukae ndani ya Yesu kwa ukamilifu. And when I was thinking about this, nilipokuwa natafakari kuhusu hili, something very key came into my spirit. Kitu ambacho ni cha maana sana ikaja katika roho yangu. When Jesus was born, what was the name he was given? Wakati Yesu alizaliwa, ni jina gani ambalo alipewa? Aliitwa Yesu. Aliitwa Yesu. Aliishi akiitwa Yesu. Kala kuitwa Yesu. Akafika siku ya kutufia akiitwa Yesu. Alikae tuko yote kuya kuitwa Yesu.
alikufa akiitwa Yesu, na hapa akiitwa Yesu, alizikwa Yesu, na alikuwa Yesu, akafufuka Yesu. alikuwa Yesu. Then the Bible says that God has given him a name above all names. Biblia inasema kwamba Mungu amempa jina lipitalo majina yote. Which name was this? Ni jina gani hili? Which name was this? Ni jina gani hili? We don't see Jesus being given any other name, a physical name to mention. Hatuoni Yesu akipewa jina lingine la kitani Save Jesus Christ. kando na jina Yesu. Yesu Kristo. So, which name was he given that is above all names? Ni jina gani basi hili ambalo alipewa ambalo limepita majina yote? Paul, by revelation, Paulo kwa ufunuo he mentioned it. aliitaja That he says anaposema that it was Father's good pleasure kwamba ilimpendeza Baba for all the fullness to dwell in him, kwamba ukamilifu wote ukae ndani yake, and through him to reconcile all things to himself, na kupitia yeye avipatanishe vitu vyote kwake, having made peace through the blood of the cross. akiwa amefanya amani kupitia damu ya msalaba. Are you listening what I'm saying? Nasikiza kile ambacho nasema. So it was through the sacrifice that he became on the cross, Ilikuwa ni kupitia dhabihu ambayo alifanyika msalabani, that God exalted himself above all other names. ambapo Mungu alimuinua juu kupita majina yote. And today we have a name. Na leo tuko na jina, A name Jesus, jina Yesu, which ambalo its operation is an office of God and bodily. kazi yake ni ofisi ya Mungu katika hali ya mwili. The same Paul is saying in the book of Colossians chapter 2 verse 9 and 10 that Jesus is the fullness of Godhead bodily. Vile Paulo anasema katika kifungu cha pili mstari wa 9 kwamba Yesu ndiye sura ya Mungu kimwili. So he began by saying it pleased God in chapter 1, the fullness of God to dwell in Jesus bodily. And in chapter 2 he's saying, and Jesus is the fullness of God bodily. Anaanza kusema kwamba ilimpendeza Mungu kwamba Mungu wake ukae ndani yake, na pale kifungu cha pili anasema kwamba Yesu ndiye mfano wa Mungu kimwili. So Paul is giving us also a picture here. Paulo pia anatupea picha hapa About the incarnation of Christ. kuhusu Yesu kufanyika mwili. Kwamba kando na Yesu kufanyika mwanadamu, Yesu pia amefanyika ukamilifu wa uungu katika mwili wake. Kana utena Yesu kutwika mwili. No twiki tawiyane uwanga indene wa omwe wake. Paulo anaenda haya. John anasema nini? Yohana asiata. He became flesh, he became human. Alifanyika mwanadamu. That he may die for humanity. Ili aweze kufia mwanadamu. Naye Paulo anasema kwamba naye Yesu alinyenyekea hata akakufa kifo cha msalabani. Na Biblia inasema kwamba na Mungu akampa jina linalopita majina yote. Na tunaulizana ni jina gani hili? Na pula kwanza na Yesu enyibya abukuta mkalanyo. Nane ngwa isitwa ruwa basitwa onde twikule ndiye sitwa ibeno walengi. Na Paulo tunenga answer. Na Paulo anatupea jibu. Kama Yesu become the sacrifice. Baada ya Yesu kufanyika dhabihu, this blood that he shed, damu ambayo alimwaga, reconciling things in heaven and things on the earth. Ilipatanisha vitu hapa duniani na vitu pia mbinguni. And it pleased God himself. Na ikampendeza Mungu pekee. The fullness of God kwamba ukamilifu wa in Mungu Christ. ukae na udumu ndani ya Kristo. So Jesus Kwa Yesu is a fullness of Godhead. ni ukamilifu wa Mungu kwa njia ya mwili. Unaona yule ambaye tunasema ni mwokozi wetu sasa. Unaona picha yake sasa. I you see what I'm seeing? Unaona? It begins that all things hold together in him. Vitu vyote vimeshikana ndani yake. He has reconciled all things in heaven and on earth with God. Amepatanisha vitu vyote mbinguni na duniani kwa Mungu. Because Kwa sababu dunia, this earth belongs to man.
Nondo zino ni ya Mungu. And heaven belongs to man. Na pia mbingu ni ya mtu. So things in heaven, things on earth were all reconciled to God. Vitu mbinguni na vitu duniani vilipatanishwa kwa Mungu through the sacrifice he shed on the cross. Kupitia dhabihu ama damu aliyomwanga msalabani. So it pleased God by that. Ilimpendeza Mungu kwa hiyo. That in Christ Jesus the fullness of God to dwell in him. Kwamba kupitia Yesu Kristo ukamilifu wa Mungu ukae ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yohana ametuambia vizuri kwamba he became logos. God man. Akawa Mungu, the word is God and God became man. Neno ni Mungu na Mungu akawa mwanadamu. And Paul is saying, na Paulo anasema Jesus, Yesu, he did not only become man, hakufanyika tu mwanadamu. The fullness of God dwells in him fully. Ukamilifu wa Mungu unakaa ndani yake. Now, can you see clearly who your Savior is? Unaona ukamilifu mwokozi wako ni nani? Amen. He's the ancient of creation. Yeye ndiye mwanzilishi wa uumbaji. He created you. Alikuumba wewe. He became flesh. Akafanyika mwili to redeem you. Ili akukomboe. He became fullness of God and bodily. Akafanyika ukamilifu wa Mungu katika njia ya mwili. That he may cause you to live victorious. Ili akusababishe wewe kuishi katika ushindi. Can you see what I'm saying? Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndiye muumbaji. Wewe ni muumbi. Yeye ndiye mpatanishaji. Wewe ni mkwatanilia. Yeye ni ukamilifu wa Mungu kimwili. Wewe ni uso wake kimwili. And that is who you call your Savior. Na huyo ndiye ambaye unaita mwokozi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe inataiwe? Amen. Okay. Let's go deeper for the few minutes remaining, please. Twende ndani zaidi kwa dakika chache. And we are going to be blessed together in Jesus' name. Na tutabarikiwa pamoja kwa jina la Yesu. So we say that these words of Paul are parallel to Logos passage in John. Haya maneno ya Paulo yanaendana ama yanalingana na maneno. They are parallel, yanalingana na maneno ya Yohana. At the finishing of his statement, he's talking of the fullness of God and bodily. Anapomalizia ujumbe wake anazungumzia kuhusu Mungu katika mwili. And naye John anasema kwamba naye Yesu alifanyika mtu. Na Yohana anasema na Yesu atwikie Mungu. Yesu atwika Mungu wale tukwenda Kiswahili cha kwesi kana wene ngai pio. Yesu akifanyika Mungu unafaa kuwa ujue katika akili yako kwamba yeye ni Mungu kabisa. These are two areas. Haya ni maeneo mawili ambayo at the beginning they correspond. Anawa ama bilioni lima upate ane. Manake Paul has mentioned about in the beginning. Paulo ametaja pale mwanzo about creation, kuhusu uumbaji. All things all together in him. Vitu vyote vinapatana ndani yake. Lakini akimaliza anasema nini? Mimi ni akwasi hapa. It pleased the Father that the fullness of God dwells fully in whom? Ilipendeza Baba kwamba ukamilifu wake ukae ndani in Christ. Ya Kristo. What does he mean? Maanisha nini? He's trying to show you something. Anajaribu kuonyesha kitu. That kando na kwamba Yesu alifanyika mwanadamu. Kana utenda Yesu kutweka Mungu. Kando ya kwamba yeye ni muumba wa vitu vyote. Utenda kwenda wewe Mungu azilesionde. Ni Mungu na ukamilifu wa uungu ndani yake. Ninga ina uso wanga wendeni wake. So inao mosisi atamutangi waku. Unapomtazama kama mwokozi wako. Ndokuonekana atwikie Mungu watu wakutangia. Usisahau kwamba alifanyika mtu kwa ajili ya kukuokoa. Ni ngai katika uhusu wa ngai wendeni wake. Lakini yeye ni Mungu na ukamilifu wa Mungu uko ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Glory to God. Amen. So Jesus is the fullness of God and bodily. When it comes to divinity, ni ukamilifu wa Mungu kabisa. Yesu ni uso wanga hivyo ndani wake. Ili bisonato kwa na neno ya Yohana. Picha ambayo naona katika kitabu cha Yohana. Ni bisawotuani ati. Picha inatuonyesha ngai fully. Yeye akiwa Mungu kamilifu. Na uso wanga wendeni wake. Na ukamilifu wa Mungu ukiwa ndani yake. He humbled and became a man. Alijinyenyekeza na akafanyika mwanadamu.
That is your Savior. Huyo ndio Mwokozi. Usio mtangi. He is God fully. Yeye ni Mungu kamilifu. And he became man fully. Na akafanyika mwanadamu kamilifu. So when he identified with us, alipojitambulisha nasi, it was about God. It was about God. Ilikuwa ni kupitia kuzaliwa kwake. When we identify with him, tunapojitambulisha naye, it's about the resurrection. Ni kupitia kufufuka. Though he died like a man, alikufa kama mwanadamu. He is fully God. Yeye ni Mungu kamilifu. After he became the sacrifice, baada yake kufanyika dhabihu, God exalted him above all other things. Mungu akamuinua juu kupita vitu vyote. That Jesus, ili Yesu, is the fullness of God and body. Ni ukamilifu wa Mungu kwa njia ya mwili. Ukamilifu wa Mungu uko ndani ya Yesu kimwili. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. So it is very important that you see that reality in Christ Jesus. Ni jambo la maana uone huo ukweli ndani ya Yesu. Ili usikue unaona kwamba Yesu ni mwokozi wangu. Kana ukoona Yesu tamutangi wangu. Na akiwa mwokozi wako, leo umeamka, kesho umelala. Kesho umelala, leo unaamka. Nemo tangi wako kaone uikoma. Unasahau kwamba you ought to have consistent as he is consistent. Unafaa kuwa na mtiririko kama vile yeye alivyo. Vile Yesu ayumbi unastahili kuwa imara kama vile alivyo. Watondo Yesu tori ingidanga wala kwa tori ingidanga. Okay, brethren. When we talk about salvation, we are not talking about that life that you be living. Tunapozungumzia kuhusu wokovu, tunazungumzia maisha umekuwa ukiishi. Mawazo ya wokovu ni mawazo makamilifu ambayo Kristo alikamilisha. Mabidisha mautange, mabidisha mnanu ala Yesu. Lakini wewe kama mwanadamu, ni mara ngapi umeinuka, ni mara ngapi umeshuka? Hata unajua mawazo yako bila yanakuambia. Ile wewe tamona mara gani uoke laana wile wanauza mabidisha mabu. Bwana Yesu apewe sifa. So when we are talking of the person of Christ, we are talking of divinity. Tunapozungumzia kuhusu Yesu katika kwa hali ya wanadamu, tunazungumzia kuhusu milele. Uungu, sorry. Kwa kuhusu uungu. Divine being. Uungu. Akiwa Mungu, humble himself to become a man. Wewe enga yeye ndio kutweka Mungu. So what he is giving you is divine. Kile ambacho anakupa ni uungu. So hakuna mtu ambaye anakaa na uungu leo. Haimo ndo wikala na uunga isuo. Kesho hana uungu. Na unaenda ingwa. Leo ako moto na uungu. Suo ena mwaki wanga hii. Kesho hana uungu. Unaenda ingwa. If that is your lifestyle. Kama ndio maisha yako. Yeah, brother, get born again. Ndio ndani yako. That is your lifestyle. Get born again. Because in Christ there is no rising, falling. Rising, falling. It is either you are up or you are falling. Ndio Yesu bali kukela kumea. Hakuna kuinuka kuanguka, kuinuka kuanguka. We ought to be serious. Nafaa kumaanisha. We ought to be serious about this thing. Tuwe wokovu. Tuwe watangi. Amen. Let me finish by this statement. Maliza kwa kusema hivi. Oh, hallelujah. Amen. So we certify that in Christ all the fullness of God dwells. Kwa kwamba ndani ya Yesu ukamilifu wa Mungu unadumu. Blessed be the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Colossians chapter 2 verse number 8. Mstari kifungu cha pili mstari wa 8 to 10. Hadi mstari wa 10. For in him all the fullness of deity dwells in bodily form, and in him you have been made complete, and he is the head over all rule and authority. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Amen. Amen. So the word whole in Greek is pleroma, P-L-E-R-O-M-A, pleroma, which means fullness. Neno utimilifu linamaanisha ukamilifu.
fullness. The entire fullness of Godhead. uso wa Ngai wothe. This is very key. Ile ni la maana. In Christ, Ndani ya Kristo does not have today fullness of God, tomorrow no fullness of God. hamna leo ukamilifu wa Mungu, kesho haupo. Is consistent. Upo kila siku. It is a continual, permanent fullness of Godhead in a bodily form. Ni ukamilifu ambao unaendelea kuwepo kila siku. Hallelujah. Amen. Look here. Zama hii. In incarnation, Katika mwili God had assumed humanity. Mungu alikuwa amedhania mwanadamu. I don't know whether that is the right word to use there, because the one assuming here ni kule kuchukua, yani imagining God having all power, authority, and who he is becoming man. Just think about that. Mungu akiwa na ukuu wote nguvu alizo nazo akifanyika mwanadamu. So, fikiria hiyo. When he became human, Alipofanyika mwanadamu, when he became God man, alipofanyika Mungu mwanadamu, it does not deny him the fullness he has of Godhead. aimuondolee ule uungu alio nao. Blessed be the name of the living God. Amen. So we need to have it with us this one. Nafaa tuelewe na iwe pamoja nasi kwamba That the fullness of Godhead dwells fully in Christ. kwamba ukamilifu wa Mungu unaishi ndani ya Kristo. The pleroma, the completeness of Godhead Ukamilifu wa Mungu is fully in Christ. uko kwa ukamilifu ndani ya Kristo. And it is continuous and permanent. Na unaendelea na ni wa milele kila siku. This fullness is at home Ukamilifu in Christ Jesus. unadumu ndani ya Kristo. In a bodily form. Katika njia ya mwili. So what am I saying today? Nasema nini leo? I'm saying this. Nasema hivi. Mungu akiwa, Yesu akiwa na uungu wote. Yesu ana uungu wote. Na uungu wa Mungu ukiwa umekamilika ndani yake kabisa. Na uungu wa Ngai we musundeni wake. Amen. He is your savior at the cross. Yeye ndiye mwokozi wako pale msalabani. Upon his death, katika kifo chake and his resurrection, na kufufuka kwake. when he resurrected, God, alipofufuka, it pleased God that the fullness of Godhead ilimpendeza Mungu kwamba uungu wake dwells in him. udumu ndani yake. When you are saying you are born again, Unaposema umeokoka, when you are saying Jesus is your Lord, unaposema Yesu ni you mwokozi, are saying the entirety of Godhead bodily is in you. unasema kwamba ukamilifu wa Mungu kimwili uko ndani yako. The one who created you, Aliyekuumba, you lost your creation, your position at the Garden of Eden. ukapoteza nafasi yako katika shamba la Edeni. He showed himself in the New Testament. Akajidhihirisha katika Agano Jipya. He dies for you, anakufa kwa ajili yako, and having died for you, na akiwa amekufia, he is fully God. yeye ni Mungu. Although Japo kuwa identified with you anajitambulisha na wewe at incarnation. katika kufanyika mwili. So we should remove from our thoughts that he began at dying or when he was born. Nafaa tuondoke katika mawazo yetu kwamba alianza. The reason why Christians today are living a lukewarm life, it is because they think Jesus began at conception. Sababu ambayo inafanya Kristo waishi maisha ya moto na baridi, kwa sababu wanadhania kwamba Yesu alianza katika kufa. Wewe hata kabla wazazi wako hawajadhania kukuleta duniani, ilimpendeza Mungu kwamba uungu wa Mungu ukae ndani ya Kristo kimwili. Wanangaia asema kwa David sio wewe kwa ni amwende isenga ine kana usu wake weka ndani wa Yesu Kristo. Na lao kwanza wewe motange, what are you trying to tell us? Hapo sema umeokoka, unajaribu kumaanisha nini? Are you trying to portray your lukewarmness by saying that Jesus is the Lord who is the fullness of God and bodily?
Unajaribu kuonyesha moto na baridi yako unaposema kwamba Yesu ni Bwana. Wakati unasema wewe umeokoka, Ilo kwa sehemu tangi. Are you trying to tell us that the fullness of God and bodily is in you? Unajaribu kusema kwamba ukamilifu wa Mungu kimwili uko ndani yako? Do people who have the fullness of God and bodily live the way you are living? Watu ambao wana ukamilifu wa Mungu kimwili na wanaishi bila ambavyo I am calling for you church today. Na kuita wewe kanisa leo. Today do an evaluation. Leo uende ufanye hesabu. Pima wokovu wako. Uime utangi wako. Katika mizani. Uwekendele wa kirimi. Unapotuambia umeokoka. Inapoanza uimutangie. Ni ule wokovu kwamba Yesu alikufa akafanyika dhabihu na Mungu akampa jina linalopita majina yote kwamba uungu wa Mungu ukae ndani yake. Huo ndio wokovu ulio nao. Nola utangi Yesu akwi anengane moya mwelesenga hii uso wake we kalendeni wabo usino utangi wala uweta. Ila wote wewe mutangi. Unaposema umeokoka. Ila wote wewe wangai. Unaposema wewe. Ila wote you're born again. Unaposema umezaliwa tena. Yesu una ni usu wangai hete na wamoja. Yesu ambaye ni ukamilifu wa Mungu ako ndani yako. And the double standards that you are living. Katika ukuhili ambako unaishi. The church today is living double standards. Kanisa leo linaishi kwa mambo mawili. Still confessing they are born again. Bado wakikiri kwamba wameokoka. Which salvation? Wokovu gani? Jesus died. Yesu alikufa. He is God. Yeye ni Mungu. He became man to die. Akafanyika mwanadamu. He dies. Anakufa. He is clothed with fullness of God and bodily. Anavikwa na ukuu wa Mungu kimwili. And you say he is your savior. Unasema yeye ni mwokozi wako. And you know the way you live. Unajua vile unaishi. Tell your neighbor, please do an evaluation. Ambia jirani yako yani pima. Just the other time we'll be having our anniversary here. Do an evaluation. And you beginning and you here with us here, and you still don't understand these realities. Tunaanza mwaka mwingine na bado tunapima, tutakuwa tunasherekea. The word. You became man. Fanyika mwanadamu. All for your sake. Kwa ajili yako. Ndio kuranga ndada. Ukaange Mungu na Mungu wewe. Bali ndio sana. Mungu ni wakozi. Na kuoka Yesu Bwana. Enda mbinguni. Nakuinua. Umeokoka Yesu ni Bwana. Anakulinda. Umeona mkono wake. Mkono hata sio mimi. Umeona mkono wake. Sasa hata mimi nimeona mkono, hata vidole vyake. Hata mimi nimeziona pamoja na miguu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatuania ushuhuda. Tunatuania ushuhuda. But when you do an evaluation, lakini unapo Yesu tuaelezane maandiko omunde ba newe ula wehengoni akana ubire ule manzako ubire chao ule manzako wewe ubire chao unaposema huko umebeba osu enga ya tweka muno for your masses yani kwa mate atweka ndemo ngai ogilas chiko yako kodoro kama sito monde nundu ajao nundu ya mwene isi ngai mwendu wa ngai wikala ndini wa Yesu kimwi ukamilifu wa Mungu ukae ndani ya Yesu kimwi nikana ekweka ndini wa Yesu kimwi nake atukamilishe kimwi ndini wake ili ukikaa ndani ya Yesu kimwili naye atukamilishe ndani ya mwili jijenge mwenzako kwa dezibiwe ni wao tukanu ile ndini wa kuchwa je huyu ama ni mgani ambaye ako ndani yako. Because we need to have this reality. Nikana utuliandu, ela utuletiandu, achasa. Father, I thank you. Unapopiga magoti usema Bwana na asante kwa kuniokoa. Nimobale ukondo wako ndani. Kuelewa wokovu umiema. Unaelewa huo wokovu ulitoka wapi? Wapi ukagonga wapi? Ili uwe wa kweli ndani yako. Na mutange hiyo na mwokozi huyu na wamumbi ndiye muumbaji na mutange hiyo na mwokozi huyu na wauzo wanga ikemwe ndiye ukamilifu wa Mungu na mutange hiyo na huyo mwokozi wasengone nasema hako ndani na mutange hiyo ula na uzo wanga ikemwe engone yako na kama huyo mwokozi ambaye ni ukamilifu wa Mungu kimwili yako katika moyo wako mundozu uwazu
ni uso wanga ile ni wake. Huyo mtu ambaye anasema ni ukamilifu wa Mungu ndani yake. Ni wewe. Ndiye wewe. Jua ni evaluation. Let us be serious. As we celebrate the death, the burial and the resurrection. Tunaposherehekea kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu. It is not Easter. It is a lifetime. Sio Easter, ni maisha ya kila siku. It is continuous. Yanaendelea kila siku. Permanent. Ya milele in us. Ndani yetu. Let us get serious with salvation. Tumaanishe wokovu. Let us get serious. Tumaanishe. Nondo elo kwaze we mutange with abayasi ati usuwanga ikimwe within wakwa. Unaposema umeokoka na maisha kwamba ukamilifu wa Mungu kimwili uko. Wokende wakwa ata. Ulikuja ndani yangu aje. Engai atwikie Mungu. Akiwa Mungu akafanyika mwanadamu. Nando mama kwata na moko make Mungu. Na watu wakamshika kwa mikono wakamsulubisha. Nela mama ambie. Na walipomsulubisha. Kwenda la nyoni. Alipokuwa msalabani. Yeye Mungu akamheshimu kupita badala yake. Hata ukamilifu wa Mungu uko ndani ya Kristo. Kwa njia ya mwili. Na huyo Yesu pia anasema Yesu wako. Maanisha kwa anaposema kwamba Yesu wako. Ni kumaanisha kana usuwangai kimwe within wakwa kimwe. Maanisha kwamba ukamilifu wa Mungu kimwili uko ndani yako. Is that reality a reality today in your life? Huo ukweli ni ukweli ndani yako leo. That's a question. Kama mtu be on your feet as we pray. Kwa katika miguu yako tunapoomba. You have to ask yourself that question. Tujiuliza hayo maswali. Is that reality a reality in my life? Huo ukweli ni wa kweli ndani yangu. By God's grace, kwa neema ya Mungu, we have just laid a foundation. We will continue in that. Tumeweka tu msingi, tuendelea kutoka hapo. And God will help us to know Him. Na Mungu atatusaidia kumjua. God will help us to know Him. Mungu atatusaidia kumjua. Maybe possibly you have a question. Maybe you have a question that you need to ask. Na wewe unayokuja hapa na before we pray. Tena hapo. Maybe a question or maybe a comment or something. Yukoje kana kidogo kwenda kuomba. We just pray right now. Tunapoenda kuomba. Umeelewa? Umeelewa haya mafunzo? Ni wale ambao Mungu sasa. If I give one of you to explain what I've explained, are you able to explain? Kipea mmoja wenu aelezee kile ambacho nimeelezea. Utaweza kuelezea? Who can do that? Nani anaweza in 1 minute? Kwa dakika moja. Or 2 minutes? Ama kwa dakika 2.